Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Katika mwezi huu wa 10, msanii Diamond Platnumz aliweza kuahidi mashabiki zake kwamba huu utakuwa ni mwezi wa burudani, kwani ana mpango mkubwa sana wa kuachia ngoma nyingi sana katika mwezi huu wa 10. Ameamua kuwafanyia surprise mashabiki zake kwa sababu tu mwezi huu wa 10 tarehe 2 msanii Diamond Platnumz alizaliwa. Sasa alitaka kuonesha ni kwa namna gani anaweza kuwapa burudani mashabiki zake, lakini pia ni kwa namna gani akiamua kufanya muziki mzuri anafanya muziki mzuri, na tumeweza kuona ngoma zote ambazo Diamond Platnumz amezitoa au ameziachia zimeweza kutrend sana, na kila mtu au kila kona ukipita unasikia watu wanafanyia challenge ngoma za Diamond. Alianza kabisa na Msumari, lakini baadaye akaja na ngoma ya Nani, na siku ya jana tarehe 17 ya mwezi wa 10 aliweza kuachia ngoma yake mpya hii ya Sasampa, na inaendelea kutrend katika kurasa wa YouTube. Sasa baadhi ya mashabiki ni kama vile wameanza kuzungumza maneno kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ukiangalia siku ya jana tarehe 17 mwezi wa 10 wasanii wawili wakubwa pia wa hapa nchini Tanzania na wao waliachia ngoma zao mpya, lakini ukiangalia Diamond Platnumz bado yupo juu sana ya hao wasanii. Ukiangalia Alikiba aliachia ngoma yake katika upande wa audio, aliachia ngoma yake inayokwenda kwa jina la Sela, lakini pia ukiangalia msanii Harmonize aliachia ngoma yake ambayo amemshirikisha msanii Ibra, ngoma yake ya Friend Zone, na inaendelea pia kutrend katika kurasa wa YouTube. Sasa nitataka kukuonesha kitu kwa sababu kuna shabiki mmoja ambaye aliweza kucomment katika hii ngoma ya Sasampa ambayo Diamond Platnumz ameweza kuachia siku jana, na kuonesha wazi kwamba Diamond basi ataendelea kubaki kuwa Diamond. Yani inamaanisha kwa hapa nchini Tanzania hakuna msanii ambaye anaweza kushindana tena na msanii Diamond Platnumz. Nitakwenda kuonesha hii comment. Huyu shabiki ameweza kucomment na kuandika kwamba wao wenyewe wanajua hawakuwezi, ila ndo hawawezi kukaa kimya, ni lazima wajitutumue kidogo, ila Diamond Platnumz wewe ni zaidi ya wote. Akanyoosha mikono juu, amempigia saluti Diamond namna ambavyo ameamua kuachia ngoma juu ya ngoma, na ukiangalia ngoma zote zina trend katika ukurasa wa YouTube. Sasa hebu ngoja tukazilinganisha hizi ngoma tatu. Ngoma ya kwanza ni ngoma ya msanii Diamond Platnumz ambayo ni ya Sasampa, nayo pia aliachia siku ya jana tarehe 17 mwezi huu wa 10. Sasa ukiangalia views katika ngoma hiyo ya Sasampa, Diamond Platnumz imetazamwa, hiyo ngoma yake imetazamwa na watu 471,371,000. Lakini ukiangalia ngoma ya msanii Harmonize ambayo amemshirikisha Ibra ya Friend Zone ambayo pia ameitoa siku ya jana tarehe 17 mwezi huu wa 10, ina views au imetazamwa na watazamaji 304,295,000. Lakini ukiangalia ngoma ya Alikiba, ngoma hiyo ya Sela ambayo pia na yeye pia aliachia siku ya jana tarehe 17 ya mwezi wa 10, imeweza kupata watazamaji 198,607,000. Na ukianza katika hii ngoma ya Diamond Platnumz ya Sasampa ambayo pia ameiachia siku ya jana, unaweza kuona katika ukurasa wa YouTube ipo on trending namba 3, lakini hii ya Harmonize ya Friend Zone ipo on trending namba 4, lakini hii ya msanii Alikiba ipo on trending namba 6. Sasa unaweza kuona ukubwa wa Diamond namna ambavyo ulivyo, na sio tu hiyo ngoma moja ya Diamond, ukiangalia hata zile ngoma zingine mbili, Msumari pamoja na Nani, bado zinaendelea kutrend katika ukurasa wa YouTube. Na chati ambayo ilitoka chati ambayo YouTube waliitoa wakasema video ambazo zimetazamwa na watu wengi sana YouTube, wakataja ngoma ya Nani, wakataja ngoma ya Msumari, wakasema ngoma ya Sasampa, lakini pia ngoma ya msanii Harmonize ya Friend Zone nayo pia imeingia katika listi ya video 4 au tunaweza kusema nyimbo 4 ambazo zimeingia katika listi ya kwamba zimetazamwa zaidi katika page ya YouTube. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, unalipi la kumwambia Diamond siku ya leo, kwani ameendelea kutikisa, ameendelea kuonesha ukubwa wake namna ambavyo anaweza kutoa ngoma juu ya ngoma na mashabiki wakaitikia na wakaja kama wote. Tuache maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.